Singeli, muziki asili kabisa wa Tanzania huu ambao tunaweza tukajivunia nao, na hata waziri wa sanaa na michezo ameubariki kwa kusema kuwa ni muziki sasa ambao utawakilisha taifa. Sasa hivi upo katika kipindi cha mageuzi makubwa, ambapo wasanii ingizo jipya kabisa ambalo lenye mvuto ambao sio wengine bali ni Dogo Pateni na Sergeant ndio ambao wameshika hatamu. Kubwa kabisa ni matukio yao, lakini pia na vipaji vyao vikubwa. Isipokuwa katika haya Dogo Pateni ndo anaonekana hatari na moto wa kuotea mbali, kiasi kwamba hata wasanii wakubwa wa Singeli na wale ambao wana mitaji lakini hawajatoka wanabidi wajipange na kumtazama dogo huyu kama kioo chao na kujifunza nini ambacho Pateni amekifanya. Kubwa kabisa, kama mdau wa muziki utagundua kuna mambo ya kujifunza, sio tu kwenye sanaa ya muziki bali hata kwenye maisha. Historia ya Dogo Pateni na Sergeant inawatokea baada ya kutoka pamoja kimuziki, lakini madai ya Pateni kuwa alikuwa akinyanyaswa kisaikolojia pamoja na kifedha katika lebo yao ndio lilompelekea akaondoka. Hivyo la kujifunza hapo ni kwamba unapokuwa unawamanage watu either kwenye sanaa au kwenye kazi zako, wewe ukiwa kama bosi, hakikisha unawahudumia watu sawa, kwa kuwa kuna leo na kesho. Sasa hivi wote ambao walimnyanyasa Pateni, kama alizungumza kweli, sasa hivi wapo na aibu kubwa, na lolote ambalo watalifanya halitawafikisha wanapotaka. Pateni amekuwa mtu mwingine. Mafanikio ambayo walimdhulumu, Mungu ameyarudisha mara 10 zaidi. Hatujui safari ya dogo huyu, lakini hilo ni la kujifunza. Usimnyanyase mtu kwa chochote kama wewe ni bosi. La pili ni kwamba dogo huyu Pateni, tofauti na Sergeant, alionekana ana kipaji kikubwa na amejiandaa. Yaani maisha yake yote alikuwa anafanya mazoezi ya kutosha, alikuwa na nyimbo nyingi, kiasi kwamba alipopata chance tu kuonyesha freestyle zake Wasafi FM, akaonyesha kwa kipaji kikubwa. Yaani kila kitu alichokuwa kikiimba kilikuwa ni kiki ambayo ilikuwa ikipostiwa na watu wenyewe mitandaoni pasipo kupewa ile sponsorship wala nguvu ya ziada. Naturally kabisa, mtu ambaye anamsikia Pateni akiflow either Singeli michano au akiimba Singeli kwa hisia, utagundua kwamba huyu mtu hafai. Wakati huo Sergeant ambaye alikuwa akisifiwa kwa sauti nzuri sana, na wakati wapo katika kolabo ya pamoja yani Pateni alikuwa haonekani kabisa, alikuwa akiimba kwa sauti ya bass, watu wakawa na wadharau. Leo hii ameonekana ana kipaji kuliko Sergeant kwa kuwa tu alijiandaa. La kujifunza kwenye maisha ni kwamba hakikisha sana unajiandaa kwa chochote. Kama unaamini una kipaji, basi hakikisha unajinoa muda wote. Ukisimamishwa, unaonyesha kipaji hiko kwa uwezo wako wote, kiasi kwamba watu waseme unastahili. Lakini la mwisho ni kujifunza tu kwamba kuna wakati wa Mungu. Wakati unaamini kwamba umefanikiwa na unawanyanyasa wengine, hapana, kuna wakati ambao huyu ambao unamnyanyasa mtu dhaifu kabisa atainuliwa na kuwa mtu mkubwa. Mchungaji Gwajima mara fulani aliwahi kuzungumza kwenye mifano yake, akasema hata jiji hili la Dar ambalo tunaliona, huwezi amini Mungu atamuinua mtu ambaye sasa hivi pengine anadharaulika huko kijijini, ndo atakuja kuwa either mkuu wa mkoa au pia hata rais wa nchi hii ambaye atatawala hata miji mikubwa Tanzania. Huo ndo wakati wa Mungu unavyotufundisha. Yule mkubwa atashushwa, mdogo atapandishwa. Tunaowaona watu kwa mwili, Mungu anawatazama ukubwa wao kwa roho. Hivyo la kujifunza ni kwamba Pateni paka anasimama peke yake na kuonyesha uwezo wake na kumzidi mwenzake Sergeant, ambaye hata posti chochote sasa hivi atakebehiwa, ni kwamba watu walijisahau na kuamini katika miungu watu. Wakati wa Mungu ni sahihi. Jifunze hata wewe kwamba hata katika struggle zako fanya kwa uwezo wako. Kuna siku tu Mungu atakunyanyua na utafanya kwa uwezo wako. La mwisho la kujifunza kupitia Dogo Pateni ni kwamba hakikisha daima una plan A na B na hata C na hata D, hata Z ikiwezekana, kwa kuwa maisha hujui yatakupeleka wapi.
Pateni ni kijana mdogo ambaye yupo kidato cha 4. Malengo ya wazazi wake pengine alikuwa anatarajia kijana huyu angekuwa msomi, daktari, mwalimu na zile kazi za white collar kama inavyofahamika. Lakini dogo huyu kwa kuwa tu alijiongeza na kupenda kuimba, leo hii muziki wake unamtoa pengine hata kama angeweza kuajiriwa huko baadaye. Hiyo ndo maana ya plan A, B na C. Paten huyu anaweza akafaulu, akaenda form 6, akamaliza chuo na akapata ajira pia. Kwa hiyo anakuwa amefanikiwa kwa plan A ya mwanzo ya elimu, lakini pia akawa tayari ameshafanikiwa kwa kipaji cha muziki. Wewe kama mzazi, wewe kama kijana, hakikisha unafanya vyote ambavyo unaona Mungu amekupa, kwa kuwa kudharau kipaji alichokupa Mungu ni kutofanyia kazi baraka zake. Hauna wa kumlaumu ikiwa utakufa maskini. La kushauri ni kwamba wale wote ambao wanamsimamia Dogo Sergeant kwa sasa, ni vema wafahamu kuwa wanakuomba radhi makubwa sana kwa Dogo Pateni na uongozi wake wa sasa, kwa kuwa walimkosea. Lakini pia Dogo Sergeant anatakiwa aondoe kauli za kukaa upande wa hao ambao walimfanyia Sergeant ubaya. Pindi mtu akipendwa, huwezi ukazuia radi lake. Yaani Mwalimu Nyerere pamoja na madhaifu yake yote, kwa kuwa alikuwa muasisi wa Tanzania na wengi walimpenda, huwezi ukamchafua. Hakikisha unakaa mbali na mtu ambaye amechaguliwa na Mungu. Udhaifu wake kusema wazi hakuta kufanya wewe upae juu zaidi yake wala kumshusha. Endelea kufuatilia makala nzuri kupitia hapa The Hint.